Habari yako mtazamaji wa Sema Africa Media, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha utamaduni wa Mzanzibari. Katika utamaduni wa Mzanzibari kuna vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinafanyika kwa asili au kwa asili ya Kizanzibari. Kuna vyakula vya kiasilia, kuna mavazi, kuna nyimbo, kuna vitu mbalimbali ambavyo vilikuwa vinafanyika kiasili. Lakini tukiangalia sasa hivi vitu vingi vimeanza kupotea kutokana na utandawazi. Ila hiyo sio sababu ya kusema kwamba tupoteze ile asili ya watu wa Zanzibar. Leo tutazungumzia kuhusiana na kitu ambacho kuna watu wengi ambao pengine hawakifahamu kwa sasa hivi, lakini bado vinaendelea kuwepo hasa vijijini. Kwa mjini pengine unaweza ukakutia katika nyumba 10, 15 ukakuta pengine ni nyumba 2. Nini ambacho tunakizungumzia leo? Ni mkeka, au watu wengine wanaita kwamba ni jamvi. Sijui kama kuna jina jingine, ila mimi ninavyofahamu kwamba kuna mkeka au jina jingine ni jamvi. Huu mkeka labda unatengenezwa kutumia kitu gani au unatumika kwa matumizi gani? Huu mkeka unatumika kwa matumizi ya kukalia. Yaani kwa sasa hivi watu wenyewe wengi wanaita ni busati. Busati kwa sasa hivi ndio limekuwa watu wanatumia sana, na ni tofauti na ilivyokuwa ukitengenezwa huo mkeka au jamvi. Jamvi la zamani au mkeka lilikuwa likitengenezwa kutumia ukindu. Wenyewe wanaita ukindu. Unamkuta mtu mwenyewe kakaa anasuka ukindu wake, alafu anakaa tena anashona mpaka anapata hicho kitu ambacho kinaitwa mkeka. Lakini unaweza ukatoa komenti yako, wewe unauzungumziaje mkeka? Vipi nyumbani kwako bado upo? Na tukiendelea kufuatilia kipindi chetu tutafika mpaka kwa watu ambao wanaendelea bado kutengeneza huo mkeka, ili tuweze kujifunza zaidi unatengenezwa namna gani na matumizi yake pia, kwa sababu kuna matumizi mbalimbali. Zamani ilikuwa mtu akiolewa anapewa mkeka, anapewa na maana yake kwamba huu mkeka ukifika kwa mumeo ufanyie kitu fulani kitu fulani. Endelea kuwa nami katika kipindi chako pendwa cha utamaduni wa Mzanzibari. Ulikuwa nami mtangazaji wako Asma Ali Mohsin. Usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe ili uweze kupata vipindi vingine. Bye bye.